iliyofanyika mwaka huu wilaya ya Kigamboni mkoa wa Dar es Salaam Juni mpaka Julai 2025 na mtumishi wa Mungu wa kimataifa Mtume Eric Asisisi Mwakikato. Na Mtume Eric Asisisi Mwakikato wa kanisa la Shalom Christian Center amelitaka kanisa leo kuwa na utakatifu kama Kristo alivyo mtakatifu. Watoto wa kanisa la Shalom Christian Center Tanzania leo wameadhimisha sikukuu ya watoto kitaifa kanisani hapa. Sherehe hiyo iliyofana na kujaa matuki mbalimbali ya kufurahisha na kumtukuza Mungu kupitia karama na vipawa vya watoto hawa imegonga mioyo ya wazazi na watumishi wa Mungu walioipata neema ya kushiriki sikukuu hiyo. Kutokana na karama na vipawa vyao, watoto hao wameonyesha Mungu Mtume Eric Asisisi Mwakikato kuwapeleka Media TV ili kuhubiri Injili kupitia karama na vipawa walivyonavyo kwa watoto wengine wengi kufikiwa na neno la Mungu nje ya kanisa taifa kwa ujumla. Hata hivyo, watoto hao wametoa shukrani zao za dhati kwa baba yao wa kiroho Eric Asisisi na mama yao Mtume Lea Asisisi, walimu viongozi wa kanisa Mwalimu Maka Magesa na Mwalimu Melabu na wazazi wote kwa kuwalea kiroho na kujitoa na kufanikisha sikukuu hiyo ya watoto bila kusahau wageni wengi waalikwa. Watoto wa Shalom wanasema Mungu awabariki. Watu zaidi ya maelfu wafunguliwa kutoka kwenye nguvu za giza na kumpokea Yesu katika kongamano la uponyaji wa anga na ardhi lililofanyika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam Juni mpaka Julai. Kongamano hilo limeongozwa na Mtume Eric Asisisi Mwakikato wa kanisa la Shalom. Limekuwa na historia lililoleta na taharuki machoni pa watu baada ya kushikiwa na nguvu za Mungu na kufunguliwa na kumpokea Yesu kwa mji wa Kigamboni na taifa kwa ujumla, kwani roho za watu zimefunguliwa kutoka kwenye giza na kumwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Sambamba na hilo, kongamano hilo limebeba ukombozi na wa ardhi na anga na roho za mapooza zote zilizotolewa na mtume Mungu. Hata hivyo, Mtume Eric anawaomba watumishi wote wa Tanzania wakiwemo mitume na manabii, wachungaji, maaskofu, walimu, wainjilisti, mapadri kuhubiri kweli neno la Mungu na kukaa na wito wao wa kufanya mapenzi ya Mungu na kuwa na kitu kimoja badala ya mashabiki wa dini na madhehebu na kuwa na tamaa ya pesa badala ya kuwahudumia watu wakihubiri watu habari za Yesu zinafanya mwelekee Mungu ili kutoka katika kuzalisha. Anaitwa Sifiwe. Amina. Naitwa nani? Naitwa Frankie Sinkaya. Unatokea wapi? Tokea mkoa wa Mbeya. Unaweza kutuambia Mungu amefanya nini katika viwanja hivi tangia siku ya kwanza mkutano siku ya Ijumaa mpaka hivi leo tunaenda kuhitimisha siku ya Jumapili? Namuona Mungu katika viwango vya juu sana. Kwa sababu naona kuna watu wengi sana wafunguliwa kupitia hili kongamano. Unaweza kuwashuhudia watu kwa ufupi kwamba Mungu ametenda nini na nini? Hata kama wewe mwenyewe una ushuhuda unaweza kutueleza. Kuna mambo yangu yalikuwa hayaendi vizuri. Nilifika hapa Dar es Salaam nikiwa sina kazi, lakini namshukuru Mungu kwa kupitia hili kongamano kazi tayari nimeshapata. Amen. Tunamtukuza Bwana. Kaka hapa anasema ametokea Mbeya na tangia amefika mahali hapa amemwona Mungu akimtendea na anatushuhudia katika viwanja hivi Mungu ameonekana katika ukubwa, watu wakifunguliwa, wakiponywa magonjwa, watu wenye shida mbalimbali wameweza kufunguliwa katika viwanja hivi vya Tungi Mnadani katika kongamano hili la ukombozi wa ardhi na anga. Mungu awabariki sana. Sambamba na hilo, Mtume Eric Asisisi amelitaka kanisa leo kuwa na utakatifu kama Kristo alivyo mtakatifu. Ameyasema haya katika ibada maalum ya utakaso wa kanisa Julai 2025 baada ya kuona rohoni uovu unaokiri ndani ya kanisa la leo na kuwaombea watu rehema kwa Mungu ili hasira ya Mungu isiwake juu yao. Ameongoza kuwa kila mshirika na kila mtendakazi ndani ya kanisa kukaa vizuri na Mungu badala ya kuchafua madhabahu ya kwa uzinzi na uovu. Ni vyema kutengeneza na Mungu kabla hasira ya Mungu kuwaka juu yao, kwani Mungu amechoshwa na ukaidi wao. Ili madhabahu
Naambia hii madhabahu, msifanye mchezo. Sio kwamba sioni, mtakauka. Mimi ni hiki. Nawaambia ukweli, mtakauka. Naambia hii madhabahu. Wewe ni sana. Mtakauka madhabahu. Kwa kumtumikia Mungu huku bado wanaichafua na kusema baba haoni, baba anasema tu. Watu wengine watakufa kidogo. Mungu wa Shalom hana utani. Mimi ni Eric, wengine ni fotokopi. Yaani Eric sio kuchezea. Madhabahu iko na usafi. Hakuacha kusema na wazazi. Baba alivyo ndivyo watakavyokuwa watoto wake. Like a father, like a son. Mwalimu wa idara ya watoto wa Shalom Christian Center na mchungaji wake ametoa wito kwa wazazi kuweka kipaumbele mambo ya kimungu kwa watoto wao ili wapate misingi ya kimungu kwa ajili ya faida yao watakapokuwa watu wazima, kwani shetani ana ajenda ya kuharibu watoto katika ulimwengu wao na kupanda vitu viovu kwenye maisha yao. Mchungaji Martha anasema na wazazi anatakiwa kutengeneza misingi ya watoto na wao na kuwafundisha misingi ya kimungu kwa kuwawekea kipaumbele mambo ya kimungu katika kuhakikisha watoto hawakosi ibada, kuwapatia sadaka, kuwatolea sadaka, kuwafundisha neno la Mungu na kufanya ibada za nyumbani kwa pamoja na kuombea kila siku. Ameongoza kwa wazazi kutoa ushirikiano kwa wachungaji wa watoto ili kuweza kuwalea pamoja watoto na kufanya marafiki, kuwafundisha walio sahihi, watambua umuhimu wa kumwabudu Mungu katika maisha yao na kumjua Mungu wa pekee na kweli wa kwanza na mwisho katika maisha yao. Pia hivyo mchungaji Martha amesema na watoto wa Shalom Christian Center kushika vile wanavyofundishwa makanisani na shuleni na kumpenda Mungu sana, ndivyo uzima wao, kwani vitu vitapita vyote hapa duniani, ili neno la Mungu litadumu milele. Wazazi tunaomba kuwekeza sana kwa watoto wenu kwa habari ya kujitoa, kwa habari ya Mungu, kwa habari ya kuleta kanisani, kuwatolea sadaka, na watoto wawe kipaumbele katika mambo ya Mungu. Hakikisha mzazi unamfuatilia mtoto, hakikisha mzazi unafuatilia kufundishwa shuleni, kufundishwa na mwalimu wako. Huu ndio mwisho wa habari za madhabahu zilizotukia hapa Shalom Media mbashara kabisa siku ya leo. Kwa niaba ya waandaji na mtayarishaji, mwalimu na mchungaji wa watoto Martha Magesa, watu wa media, director Mwalimu Melamu, na aliyesomea habari hii ni mimi Agusta Leto Mbinga wa Shalom kutoka hapa